tunaishukuru mizimu hapa kwa Mwene Kapufi iliyoongozwa na Mwene Ngalu, lakini leo tumepata bahati ya kuwa na mgeni rasmi, ni afisa utamaduni wetu wa manispaa ya Sumbawanga. Afisa utamaduni, naam, karibu sana kwenye himaya yetu. Asante. Karibu sana na tunashukuru sana kwa kufika hapa. Asante. Tunashukuru sana na tupende kuishukuru ofisi ya mkurugenzi wa manispaa yetu ya Sumbawanga kwa kuweza kukuambia nenda kashiriki tukio hili la leo. Kwa hiyo nataka nikuelekeze, kwa sababu wewe ndio mgeni wetu rasmi, niweze kukuambia jinsi gani wale watawala wetu waliotawala maeneo haya. Sawa. Karibu sana. Asante sana. Sisi hapa tulikuwa na mtawala ambaye ni mwanamke, anaitwa Mwene Ngalu Chamfipa. Maana yake yeye jina yake alikuwa anaitwa Mwene Ngalu tu, lakini watu wa Ufipa wakaona umahiri wake, jinsi alivyokuwa anachapa kazi kama anavyochapa kazi mama yetu Mheshimiwa Rais. Wakasema sasa wewe utaitwa Mwene Ngalu Chamfipa, yani Mwene Ngalu mwenye Ufipa, mwenye nchi ya Ufipa, mwenye eneo lake, mwenye nchi ya Ufipa yani. Sawa. Sasa wewe angalia ni jinsi gani mama huyu alikuwa mahiri. Na leo hii tunajivunia Tanzania kuona tuna rais mwanamke ambaye ni mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo yale mambo yanajirudia yenyewe. Sawa. Umeona afisa utamaduni. Lakini sasa huyu Mwene Ngalu alizaa watoto 7. Katika wale watoto 7 kulikuwa na mtoto wa kwanza mwanamke walikuwa wanamuita Maria. Ndio mtoto wa kwanza, lakini wa pili aliitwa Josefu ambaye ni baba yetu mkubwa. Mtoto wa tatu ndio alikuwa baba yangu, alikuwa anaitwa Mzee Tadeo wa Ngao. Sasa utawala ulikuwaje? Ni kwamba Mwene Ngalu mwaka 54 alikuwa ameshachoka, akaona sasa huu utawala uende kwa mtoto wake Mwene Josefu wa kiume. Kwa Mwene Josefu. Mwene Josefu akawa sasa ametawala, lakini mwaka 58 Mwene Ngalu akawa amefariki. Kwa hiyo Mwene Josefu alitawala kuanzia mwaka 54, 55, 56, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Kwa hiyo ndio maana alitawala miaka 11. Ile miaka 11 ndio watu tumepata uhuru. Kwa hiyo machifu wakawa wameambiwa wakae, tutawaheshimu, tunajua uwepo wenu na heshima mtabakia kwa nayo. Kwa hiyo wakakaa pembeni, hawakuleta uvurugu yoyote, wakakaa pembeni. Kwa hiyo Mwene Josefu alipokaa pembeni hapo, kuanzia ile mwaka 61 kukawa hakuna sasa eneo hili, hakuna chifu, yani hakuna mwene, yani hakuna mwene kabisa. Ikaenda mpaka alipokuja mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Magufuli, alivyorudisha uchifu, ndio akaanza mchakato. Walivyofanya mchakato ndio wakaja wakanipata mimi hapa, ambaye naitwa Mwene Anthony Tadeo wa Ngao Kapufi wa 3, mjukuu wa Mwene Ngalu Chamfipa. Kwa hiyo mimi nachukua jina la Mwene Ngalu Chamfipa, ni mjukuu, lakini yule ni Mwene Kapufi, ni mtoto wa Mwene Ngalu Chamfipa. Lakini sasa kwa nini tunapata ile jina la Mwene Kapufi? Mwene Kapufi alikuwa ni baba ya Mwene Ngalu, ndio aliyemzaa Mwene Ngalu. Kwa hiyo sasa haya majina wakaona sasa, kwa sababu ule uchifu umeondoka, uchifu wa kike amekuja yule pale Josefu wa kiume, wakasema sasa tunalichukua lile jina la baba ya Mwene Ngalu, ndio tunaliweka, litakuwa sasa ndio jina la familia hii hapa sasa. Kwa hiyo atakuja Mwene Kapufi wa 3, nikiondoka mimi atakuja wa 4, akijaondoka wa 4 itaenda hivyo mwendelezo hata mpaka tukiwa 100. Kwa hiyo jina la Mwene Ngalu litabakia pale pale, lakini pale tutaendeleza
Kwa mfano sasa, akija mtoto wangu mimi atajiita mjukuu wa Tadeo wa Ngao ambaye ni mtoto wa Mwene, lakini mimi nitachukua jina la Mwene Ngao. Ndio hivyo. Asante. Labda kwa faida tu ya wengine niseme tu mawili matatu. Kwanza, nimefurahi na kufarijika na kufahamu chanzo cha machifu mpaka hapo ilipofikia kwako hivi sasa. Nashukuru sana. Lakini pia kwa faida hiyo hiyo kwa wengine, mimi leo kama nilivyokuja kwa mwaliko huu kama afisa utamaduni, ndio nikiwakilisha ofisi ya mkurugenzi manispaa ya Sumbawanga. Tunashukuru sana. Mimi naitwa Yakobo Yohana Tamka, afisa utamaduni manispaa ya Sumbawanga. Tunashukuru sana. Kwa hiyo nimefaidika na nimejisikia faraja sana kujumuika nanyi katika hili. Asante sana. Kwa hili tutaendelea kuwasiliana na tutaendelea kulidumisha. Asante sana. Maana hii ndiyo jadi yetu, tumekuwa tukiishi katika jadi. Asante sana. Sikia, moja ya vielelezo vya nchi ni pamoja na haya. Asante sana. Yaani uwezo ukataja nchi fulani kwa ufahari wake na kwa faida yake bila kutaja utamaduni wa eneo husika. Kwa hiyo hili ni sehemu ya utamaduni wa nchi. Asante na kushukuru.